Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, tunakushukuru sana kwa fursa pekee uliyokubali kutupatia mchana huu leo. Tunaomba uongozi wako, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi katika huduma yote ya siku hii ya leo, programu za vijana zitakazokuwa zikifanyika za ubishaji, lakini pia Baba wa mbinguni, hata itakapofika wakati wa kulishwa chakula cha uzima, Yesu sema nasi tuko tayari kusikia. Kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Wangapi wanamtukuza Bwana siku ya leo? Basi tunawakaribisha wote katika ibada ya leo. Ni siku ya wavumbuzi. Kabla hatujaendelea sasa, tutafanya zoezi la kutoa tuzo, na baada ya tuzo na vyeti tutaendelea na ibada ya leo. Nimkaribisha sasa kiongozi wa wavumbuzi atuongoze katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma taarifa fupi kwa mgeni wetu rasmi ambaye ni Master Guide. Hii ni taarifa ya kwa tuzo na nishani kwa wavumbuzi na watafuta njia. Ndugu Alphonse Mwita Alphonse, leo ni siku maalum ya vijana wadogo wa wavumbuzi. Wanasherehekea kutimiza miaka 37 inayosherehekewa ulimwenguni kote tangu chama kilipoanzishwa rasmi. Wavumbuzi ni vijana wadogo wenye umri kati ya miaka 4 hadi 9. Vijana hawa wamekuwa wakijifunza mafunzo mbalimbali kulingana na mitaala yao na kutokana na umri wao. Kanisa la Waadventista wa Sabato Moshono wanaungana na ulimwengu kusherehekea siku muhimu ya vijana hawa kwa kuwa tunuku tuzo kwa wavumbuzi na nishani kwa watafuta njia pamoja na vyeti. Kwa mwaka huu 2026 tulifanya usajili wa vyama mbalimbali vya idara ya huduma za vijana, na jumla ya wanachama 40 wa wavumbuzi walisajiliwa, na wavumbuzi 39 wanashiriki kikamilifu shughuli zote za chama, na jumla ya wanachama 24 watafuta njia walisajiliwa, na wanachama 21 wanashiriki kikamilifu shughuli za chama ikiwemo mafundisho mbalimbali. Tuzo. Jumla ya wanachama 25 watavishwa tuzo ya maua, na wanachama 24 tuzo ya Biblia. Wanachama 21 watavishwa tuzo ya huduma ya kwanza. Jumla ya vyeti. Jumla ya wanachama 39 watapokea vyeti upande wa wavumbuzi. Nishani. Jumla ya wanachama 21 watavishwa nishani ya afya na kiasi, na jumla ya wanachama 10 watavishwa nishani ya lishe bora, na wanachama 11 watavishwa nishani ya mazoezi, na vyeti 21 vitatolewa kwa wavumbuzi. Bwana wabariki. Karibu sana mgeni rasmi kwa zoezi linalofuata. Washiriki, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mmechoka? Washiriki, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Mnasemaje kuhusu siku ya wavumbuzi duniani? Naona amina zinatoka kule hivi, watu wamechoka sana. Leo ni siku ya muhimu sana ambapo ulimwengu mzima unaazimisha siku ya wavumbuzi. Miaka 37 tangu kimeanzishwa chama hiki cha wavumbuzi ulimwenguni kote, na kanisa la Waadventista wa Sabato Moshono ni miongoni mwa kanisa ambalo pia linajumuika na makanisa mengine ya kiulimwengu kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya wavumbuzi.
na kwa kuiadhimisha hiyo siku, haijawa siku ya kawaida, imeambatana na ratiba za kuwavisha watoto vitu vile ambavyo wameweza kujifunza, na ninawatia moyo wazazi ambao watoto wenu wako hapa, endeleeni kuwasapoti kujifunza zaidi, kuwepo katika vyama hivi. Msije mkakata tamaa au mkakatishwa tamaa kwa kitu kiwacho chochote kile. Basi kwa kusema hayo, ni waombe watafuta njia na wavumbuzi muweze kufanya hili nitakalowaambia. Nigeukie huku mimi nilipo, geuke huku nilipo. Mnaenda kupokea vyeti, mnaenda kupokea chani, mnaenda kupokea tuzo kwa yale ambayo mmekwisha kujifunza kwa muda wote mliokuwa na walimu wenu. Na hiki cheti mnachopewa ni cheti cha kanisa. Hata kama umekitolea fedha au mzazi wako amekilipia fedha, ni cheti cha kanisa. Utakuwa nacho maisha yako yote, hata utakapokuwa mtu mzima. Lakini masharti ya hichi cheti utakachokipata au hii nishani, ikitokea wewe PF Advent siku umekuwa mkubwa, ukaenda kinyume na maadili ya kanisa, ukafanya kinyume na maadili ya nini? Uwizi, ujambazi, uzinzi, hicho cheti kinarudi wapi? Kanisani. Hiyo nishani, hiyo tuzo inarudi wapi? Kwa sababu ni mali ya kanisa. Lakini kanisa linakupongeza kwa kukupatia nishani hiyo, tuzo hiyo, pamoja na cheti utakachokipata siku ya leo. Hata hivyo, ni imani na ombi letu kuwa Bwana aendelee kukulinda, kukupigania, kusimama imara katika kuitetea imani yako, kuihubiri injili ya milele kwa mataifa yote hadi hapo Yesu atakaporudi, na kupata tuzo ya uzima isiyoharibika. Ikiwa hilo ndilo kusudi lako, wewe adventurer, wewe PF ulio mahali hapa, ikiwa hilo ndilo kusudio lako, na kusema ya kwamba nitaipigania imani, nitailinda imani, na hichi cheti nilichopewa nitakitumia kulisaidia kanisa langu, ikiwa hilo ndilo kusudio lako, basi fuatana pamoja nami katika kukariri, katika kuhapa kwa hichi kiapo ambacho nitakuwa nikisema pamoja nawe. Sawa sawa? Nikizungumza na wewe utarudishia. Tunaelewana wavumbuzi na watafuta njia? Na kusi Mungu, adventurer wasemi, anayesema nampatia zawadi. Adventurer nyinyi wa huko nyuma, anayesema vizuri nampa zawadi. Na kusi Mungu, ninakusi Mungu, uniwezeshe kulisaidia kanisa lako kwa taaluma hii, kwa mvuto wangu na kujitoa kwangu, nipiganie na kuniimarisha na kunisimamisha imara katika imani hadi siku ile ujapo nitakapoona uso wako na kukaribishwa katika ufalme wa enzi yako. Mungu nisaidie. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya adventurer na PF ambao wameweza kula kiapo hiki. Wasaidie wanapokuwa wanavishwa zao,
wanapokuwa wanapewa vyeti vyao vya pongezi, Baba wa mbinguni, kiapo alichokiapa kisipite kama maneno bure, bali kikawe ndio msimamo wa maisha yao daima. Kwa jina la Yesu, amen. Basi mnaweza kugeukia kule kwa wazazi. Ombe wazee tusogee kwa mbele hapo. Zoezi lililo mbele yetu, tunakwenda kuwapatia hawa vijana nishani zao pamoja na vyeti, na niombe tu walimu muwe karibu hapa na wazee. Ukiitwa, nyinyi ambao mko hapo, ukiitwa tu jina lako, ukisikia tu jina limeitwa, unachomoka unakuja huku, unampatia mzee mkono, anakushika mkono wa baraka, lakini pia unapatiwa cheti chako na unapatiwa nishani yako, alafu unarudi sehemu hiyo ambayo upo, na mwisho tutaomba kwa ajili yenu. Tutakuwa tumemaliza zoezi hili. Sawa sawa. Niombe maiki moja kwa mwalimu ambaye atakuwa akisoma majina hayo. Ikisomwa jina utapita, na ukifika hapa utapewa cheti chako. Baada ya kupewa cheti utakabidhiwa na nishani yako au tuzo yako, na utawekewa kwenye mkanda. Wale ambao mna mikanda, naona ni wote, utawekewa kwenye mkanda wako, utarudi kuketi. Basi niombe hilo zoezi lianze, madam. Amina. Mtoto wa kwanza, kitwa jina, unakuja hapo, unapewa unashikwa mkono, alafu unapewa pili, unarudi unaketi. Agape Makinda atapata tuzo 2 na vyeti 2, tuzo ya Biblia pamoja na maua. Amen. Isaac Ronald atapata cheti 1 pamoja na tuzo ya maua. Isaac Chacha atapata cheti 1 na tuzo. Betha Makengo tuzo 3 ya maua, Biblia pamoja na huduma ya kwanza. Karen Michael Tua atapata vyeti 2 na tuzo 2, Biblia pamoja na huduma ya kwanza. Atafuata Catherine Joseph, vyeti 2 pamoja na tuzo 2, Biblia pamoja na huduma ya kwanza. Ronald Muga atapata vyeti 2 pamoja na tuzo 2, huduma ya kwanza pamoja na Biblia. Atapata tuzo 2, Biblia na maua pamoja na vyeti vyake 2. Diana Isaac atapata cheti 1 na tuzo 1 ya maua. Diana Isaac.
vyeti viwili na tuzo mbili Biblia na pamoja na huduma ya kwanza. Emmanuel William atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza pamoja na cheti kimoja. Ethani Muiliwa atapata tuzo moja ya maua pamoja na cheti. Ethan Sianes Ndaki atapata tuzo mbili Biblia na maua pamoja na cheti kimoja. Emmanuel atapata tuzo tatu Biblia, maua pamoja na huduma ya kwanza na vyeti viwili. Gideon Yohana atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza pamoja na cheti kimoja. Gabriel Gati atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza pamoja na vyeti viwili. Josephine William tuzo mbili huduma ya kwanza na maua na cheti kimoja. Joel Mchome atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza na cheti kimoja. Jedina Mgala atapata tuzo tatu Biblia, maua pamoja na huduma ya kwanza na vyeti viwili. Jeda Itimbona atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza pamoja na vyeti viwili. Joel Mbona atapata tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza na vyeti viwili. Richard atapata tuzo moja na cheti kimoja, tuzo ya maua. Jemima Steven Mdeme atapata tuzo mbili Biblia na maua na cheti kimoja. Lydia Evans tuzo mbili Biblia na huduma ya kwanza na vyeti viwili. Lydia Evans Biblia na huduma ya kwanza na vyeti viwili. Naomi Haines atapata tuzo mbili Biblia na maua na vyeti viwili. Isaac atapata tuzo moja ya maua na cheti kimoja. Precious Jeremia tuzo moja na cheti kimoja.
Sofia Makinda atapata tuzo 2, Biblia pamoja na maua na cheti kimoja. Samuel Richard atapata tuzo 2, Biblia na huduma ya kwanza pamoja na vyeti 2. Star Edwin tuzo ya maua pamoja na cheti. Daudi tapata tuzo 1 ya huduma ya kwanza na cheti. Tea Msuya atapata tuzo 1 ya maua pamoja na cheti. Treasures Daudi atapata tuzo 1 ya maua. Wilikista Jeremia atapata tuzo ya maua pamoja na cheti. Michelle Chacha atapata tuzo 2, Biblia na huduma ya kwanza pamoja na vyeti 2. Mgala tuzo 2, huduma ya kwanza pamoja na vyeti 2. Na Biblia. Misa Allen atapata tuzo 3, Biblia, maua na huduma ya kwanza na vyeti 2. Baga atapata tuzo 2, Biblia na huduma ya kwanza na cheti 1. Biblia na huduma ya kwanza Henry Kimbaga na cheti 1. Mikaeli William atapata tuzo 2, Biblia na huduma ya kwanza pamoja na cheti 1. Mikael William. Roisi Mkama atapata tuzo 1 ya alfabeti pamoja na cheti. Rose Nguka atapata cheti cha huduma ya kwanza pamoja na Biblia. Wa mwisho ni mwalimu Aneti atapata tuzo 3. Tunaingia kwa Pathfinder. Tunaanza na Malaki Kilega, ana vyeti 2 na nishani 2. Anafuata Elenia Chiza, nishani ya afya na mazoezi. Daudi, afya na mazoezi.
atapata nishani 3, nishani ya afya, amphibia pamoja na mazoezi. Berenice Lagos atapata nishani ya mazoezi na nishani ya afya. Natalia Samueli nishani ya mazoezi na afya na kiasi. Holiness Israel atapata nishani ya afya na kiasi pamoja na mazoezi. Sarafina Damas atapata nishani 1 ya afya na kiasi. Anastasia Makinda atapata nishani ya mazoezi pamoja na kiasi. Lecho John atapata nishani ya mazoezi pamoja na afya na kiasi. Joyce Godfrey atapata nishani ya mazoezi pamoja na afya na kiasi. Dalis Vincent atapata nishani ya afya na kiasi pamoja na mazoezi. Levocatus Baraka atapata nishani ya lishe bora pamoja na mazoezi. Ibrahimu Mgara atapata lishe bora pamoja na nishani ya mazoezi. Finlay Ndaki atapata nishani ya mazoezi na lishe bora. Brighton Samson Tony Samson atapata nishani ya lishe bora na mazoezi. Elia Manyama atapata nishani ya lishe bora pamoja na mazoezi. Johnson Maeda atapata nishani ya lishe bora pamoja na mazoezi. Jonathan Richard atapata nishani ya lishe bora pamoja na mazoezi. Na wa mwisho wa kutufungia zoezi hili ni Violet Dikram atapata nishani ya lishe bora pamoja na mazoezi. Na Mungu awabariki. Zoezi letu la uvishaji nishani pamoja na tuzo limeishia hapo. Tukaribie katika ibada. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa na zoezi la utoaji wa tuzo? Bwana awabariki sana.
kwa namna ambavyo wazazi mmejitoa kuwanunulia watoto tuzo. Niwatie tu moyo kwamba mmewekeza katika hazina isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Basi niombe utulivu sasa, tuingie katika ibada yetu ya mchana wa leo. Utulivu. Watoto mtulie sasa. Tumemaliza zoezi, tuingie katika ibada ya mchana wa leo. Basi katika ibada ya mchana wa leo tutahudumiwa na watu wafuatao. Tutakuwa na mashemasi wetu watakaosaidia kukusanya vitakatifu vya Mungu. Tutakuwa na Linda Kashera pamoja na Sara Daniel. Naomba watumishi msimame muwapungie mkono washiriki. Haleluya kanisa. Tutakuwa na waimbaji leo. Tutakuwa na kwaya wavumbuzi. Wavumbuzi wote simameni mtupungie mkono. Simameni wavumbuzi mtupungie mkono. Haleluya kanisa. Lakini pamoja na hao wapo watafuta njia ambao wamewasindikiza wadogo zao. Watafuta njia wote msimame mtupungie mkono. Haleluya. Kwaya ya vijana mtupungie mkono. Kwaya ya kanisa. Haleluya jamani. Washiriki wa maushono tupungiane mkono. Haleluya. Lakini wahudumu wengine wa siku ya leo, sadaka, somo la sadaka litaletwa kwetu na Karen Michael. Naomba Karen usimame uwapungie washiriki mkono. Haleluya. Na fungu kuu litasomwa kwetu na Emmanuel Michael. Emmanuel, naomba usimame wasalimia washiriki, wapungie washiriki mkono. Haleluya kanisa. Na ombi la kichungaji litaletwa kwetu na Lydia Evans. Haleluya kanisa. Sabato ya leo itakuwa ya pekee sana. Tutakuwa na wahubiri watatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama utakosa kupata kwa mhubiri wa kwanza, wa pili na watatu, basi unahitaji neema ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wahubiri wetu wa siku ya leo, mhubiri wa kwanza atakuwa ni Joel Joseph. Joel Joseph, njoo kwa hapa mtumishi wa kuone. Haleluya. Na mhubiri wetu wa pili atakuwa ni Meekness Mgala. Njoo hapa kuone. Bwana Yesu asifiwe. Na mhubiri wetu wa tatu atakuwa ni Mwita Alphonse. Yeye atasimama baada ya wahubiri hawa kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi mwenyekiti wa leo naitwa Sylvester Mgala. Haleluya kanisa. Lakini nipende kuwatambulisha viongozi wa idara za vijana. Naomba vile viongozi wa idara za vijana msimame. Yupo Alex anashughulika na idara ya PF. Yupo Anet idara ambayo ndio siku ya leo ya wavumbuzi. Nani yuko hapa? Kwa idara ya watu wazima wakubwa. Zena Tumaini yuko nje. Mtumishi mtamsamehe, nimesahau jina, naweza kujitambulisha. Samson anashughulika na adventure. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya viongozi wa idara ya vijana? Haleluya kanisa. Basi mwaweza kuketi. Niombe tu wazazi, tafadhali usikae na mtoto nyumbani. Unajua haya maisha ya shule yapo tu, utasoma, lakini hii elimu ya uzima wa milele haipatikani kirahisi rahisi. Kwa hiyo niwatie moyo hao watoto, tuwaruhusu siku za Jumapili masaa machache. Basi hao watumishi wanajitoa kila Jumapili, wanashinda hapa na watoto. Basi na wewe waachie watoto na Bwana atakubariki. Sasa kwa kuanza ibada yetu ya siku ya leo, niwakaribishe sasa, nimkaribishe Emmanuel William, atatuongoza kwa kusoma fungu kuu, na baada ya fungu kuu praise team tutatuongoza wimbo namba 65 tukimtukuza Mungu kwa wimbo. William, njoo usome fungu kuu.
Yeremia 29 mstari wa 11, nayo inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Haleluya kanisa. Praise team, tusimame wote tumtukuze Mungu kwa wimbo namba 65. Basi kwa heshima tutasujudu tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, tunapenda kusoma neno lako, utambie tuongoze kanasi waliogonjwa ukawapone katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kita
naenda kusoma somo la sadaka. Kwa nini unaishi? Mipango yetu, mipango ya matumizi yetu na taarifa zetu za kibenki zinazoonyesha vipaumbele vyetu. Kule tunapowekeza muda na fedha zetu ndiko mahali halisi panapo akisi malengo ya maisha yetu. Huonyesha ukweli kuhusu sababu za sisi kuishi. Tafakari swali hili la msingi. Je, Yesu alikufa kwa ajili ya maisha unayoishi sasa? Je, mipango ya Yesu na taarifa zake za kibenki zingefanana na za kwako? Labda za kwako zinaonyesha baadhi ya uwezekaji wa muda na fedha katika mambo ambayo si ya muhimu kwake, au huenda hata ni kinyume kabisa na mapenzi yake. Je, vipaumbele vile ambavyo aliviishi na kufa kwa ajili yake vinaakisiwa katika vipaumbele vyako? Yesu alikuja ili kwamba tupate maisha kamili. 100. Yohana 10:10. Ulimwengu unatambua kwamba mfumo wa maisha ya Yesu unakera na wa kizamani, lakini Yesu muumbaji wetu anajua kitu ambacho ni bora kwetu. Wafuasi wengi ulimwenguni kote wanaweza kushuhudia kwamba mipango ya Mungu siku zote ni bora zaidi, si tu kiuchumi, lakini pia katika ndoa, afya, uhusiano, amani, kuridhika na mengine mengi. Kama unajiuliza ama uingie katika mapenzi ya Mungu kikamilifu. 100. Ninakutia moyo kae kuiponya nafasi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafasi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Marko 8:35. Je, Yesu alikufa kwa ajili ya maisha unayoishi sasa? Wito: unaporudisha zaka ya Mungu na kutoa sadaka yako ya ahadi leo, fikiria kuhusu mipango yako na matumizi yako. Je, vinaakisi vipaumbele vya Mungu? Kama kuna vitu vya kufanyia marekebisho, muombe Mungu kwa unyenyekevu akupe nguvu na ujasiri wa kuwekeza katika kazi yake pamoja na muda, karama na fedha ambazo amekupatia. Asante kwa uaminifu. Tuombe. Baba Mungu sheji mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya sabato ya leo. Tunapotaka kukutolea zaka na sadaka, naomba katusaidie tukutolee kwa uaminifu, kwa jina la Yesu, amina. Wakati
Yesu kubadilishe miujiza
mje mbele, tukuze Mungu kwa wimbo. Bwana yabariki
Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba sasa ni walete kwenu wahubiri wa mchana wa leo. Wangapi wako tayari kuwasikiliza wahutubu wa mchana wa leo? Bwana awabariki sana. Nimkaribishe sasa Joel kwa ajili ya hotuba ya mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo nitakuja kuelezea somo langu linalohusu kutembea na Yesu. Hili somo linamhusu Musa kutoka katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12. Naomba mtu mmoja tusomee kutoka 13 mstari wa 21. Nasema Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili waongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Amen. Amina. Basi Mungu aliwatangulia Musa mchana na usiku. Je, umewahi kutembea na mtu unayempenda? Unapotembea na mtu huyo unatakiwa uwe na faida 3. Ya kwanza, unatakiwa uwe karibu naye. Ya pili, kumsikiliza. Ya tatu, unaenda anapokwenda. Namkaribisha mhubiri mwenzangu aendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naenda kuendelea na somo letu. Urafiki wa kila siku na Yesu unaitwa ushirika. Tunamwangalia Musa alikutana na Mungu, jambo la ajabu lilitokea. Musa aliona kichaka kinawaka moto. Na sisi tukikutana na Mungu, mambo ya ajabu yatatokea katika familia zetu, biashara zetu, masomo yetu na mambo yetu yaliyoshindikana. Katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 147, Musa aliandaliwa kwa kazi yake miaka 40 ya ushirika na Mungu alipokuwa akichunga mifugo ya Yethro. Pia tunamwona Musa alitembea jangwani. Mtu atusome Kutoka 13 mstari wa 21. Ndiye anasema Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili waongoze njia na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Mnasemaje? Katika fungu hilo Mungu aliwaonyesha kuwa yupo pamoja nao, anawaongoza, hawatakuwa peke yao jangwani. Lakini Yesu ameahidi kuwa nuru kama alivyokuwa kwa Musa na wana wa Israeli. Wito, wangapi wanaungana pamoja nami wanahitaji kukutana na Mungu ili mambo yao ya ajabu yatokee katika maisha yao? Nyosha mkono. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba uliyeketi mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wapenzi wako na ulinzi wako. Mungu walionyosha mkono, Mungu naomba uwezo mambo ya ajabu yakatokea katika maisha yao. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunamkaribisha mhubiri wa 3. Jamani, mnasemaje? Si imetosha tuombe tuondoke sasa? Au kuna kingine tena? Kipi hakijaeleweka?
waimbaji waliokuja hapa kwa ajili ya somo la sadaka ni ubiri tosha. Watoto wamesema Yesu alishinda na alishatupatia tangazo, wamezungumza yote, unabii uko humo kwenye huo wimbo, ajenda ya wokovu iko humo, na mwisho tumeambiwa hapa na watoto ya kwamba Mungu alitembea na kina Musa, wana wa Israeli, na wametutia moyo kwamba hata na sisi leo Mungu anatembea na sisi. Sasa kuna jingine jipya lipi? Basi nipende kutumia fursa hii. Ninaona pia sura za watu na muonekano ya watu inasema ya kwamba matumbo yameshaanza kuuma. Sasa natamani nitumie dakika za kuhesabika hapa mbele kwa ajili ya kumwakilisha Yesu ninayemwamini kwenye hili kanisa la Waadventista wa Sabato Moshono. Kabla ya kuzungumza mengine yote, kuna wimbo ninaupenda kuimba. Ikiwa unaufahamu waweza kuimba pamoja nami. Baada ya hapo itakuwa ni ajenda ya mimi kuambia tu Yesu anavyowapenda. Sitakuwa na stories zingine. Baada ya hapo tutamshukuru Mungu kwa neno la uzima na tutakuwa tumehitimisha, tutaondoka. Mwalimu, naomba tafadhali uistopishe hiyo kitu kwanza. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu tu? Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu tu? Pokea sifa hizi tena uzibariki Bwana, unijaze baraka zako pia na roho yangu. Pokea sifa hizi tena uzibariki Bwana, unijaze baraka zako pia na roho yangu. Mimi nitoe nini ambacho cha thamani kwako ila roho yangu tu? Mimi nitoe nini ambacho cha thamani kwako ila roho yangu tu? Pokea sifa hizi Bwana, tena
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mchana huu wa leo. Tunakushukuru kwa baraka na neema uliyotupatia, na mchana wa leo umetuita tuweze kuisikia sauti yako inayobadilisha maisha. Watoto wako waliosimama badala ya malaika, na wewe waliozungumza kwa sentensi fupi lakini zenye tumaini ya kwamba vizazi na vizazi umekuwa ukitembea na watoto wako. Baba wa mbinguni, ninazungumza mahali hapa kwa watu waliosimama kati ya uzima na mauti. Baba wa mbinguni, ninakusihi, zungumza nao mbele hapa, iweke picha yako Yesu Kristo, wakuone wewe, wayasikie maneno yako, na mioyo yetu ikaguswe, tukaguswe kwa ajili ya uzima wa milele. Na ikiwa katikati yetu kuna watu wanaopitia maumivu kwa sababu ya shetani anapowatesa, ikiwa katikati yetu kuna miongoni mwetu kuna mmoja ambaye bado hajakuamini wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mwisho wa hotuba hii, Baba yetu wa mbinguni, mioyo yetu, sauti zetu, hatua zetu tuzitoe kwa ajili yako. Tunaamini ya kwamba Baba hautatuacha. Kwa jina la Yesu, amen. Hoja ya sabato ya leo ya wavumbuzi ulimwenguni kote. Wavumbuzi wanashangilia, wanafurahi kwa ajenda moja ya kwamba Mungu Yesu Kristo anatembea pamoja nasi. Haleluya. Na niombe hiyo biti stop kwanza, stop. Na kwenye ajenda hiyo tumeambiwa hapa vizazi na vizazi, tangu wakati wa Musa, tangu wakati wa Adamu, tangu wakati wa Ibrahim, tangu wakati wa Enoch, tangu wakati wa kina Mathayo, Marko na Luka, Yesu amekuwa akitembea na watu wake. Na hata leo bado Yesu anatembea na watu wake. Anatembea na wewe, anatembea na mimi. Kutembea pamoja na Kristo. Wangapi wanatembea pamoja na Kristo? Ni wachache sana. Maana hata mikono imefanya nini? Huwa ninawaambia wanafunzi nao wafundisha wa PF au Advent, nikisema jambo la kunyoosha mkono ukafanya hivi, akili zimeishia wapi? Hapa. Lakini ukionyesha hivi juu, akili zako zimeenda wapi? Juu sana. Of course wengi tutasema tunatembea na Yesu. Ni kweli. Tuwaweza kusema tunatembea na nani? Na Yesu. Tunatembea na Yesu ni kwa sababu tuna maisha mazuri. Tunatembea na Yesu kwa sababu hatuna changamoto. Tunatembea na Yesu kwa sababu maisha yetu yako vizuri, au tunatembea na Yesu kwa kuwa tunatambua ya kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lakini yeye pia ndiye muumbaji wa maisha yetu. Hello? Unatembea na Yesu kwa namna hipi? Leo hii makanisani, wasungaji wakisimama, wazee wa makanisa wakisimama, watasisitizia swala la uaminifu, swala la zaka na sadaka. Watu hao wanaosisitiziwa kila siku ndio wanaosema wanatembea na nani? Na Yesu. Ukitembea na Yesu utamfuata. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake ya kwamba mnifuate, na mkinifuata nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Wa watu. Alipowaambia wamfuate, alihitaji kutembea nao siku zote za maisha yao. Na ajenda ambayo mbingu inakasirika ni kuona watoto wa Mungu wanafurahi wakati mzuri, wakati wa maisha mazuri, maisha ambayo hayana changamoto. Tunasema tunatembea na Yesu. Lakini katika nyakati ngumu tunamwacha nani? Tunamwacha Yesu. Ajenda yangu ni moja tu. Yesu
anatembea na wewe siku zote. Utamkuta muumini amelazwa hospitalini, washiriki hawajaenda kumtembelea, na akitoka akapona, anaacha kuja wapi? Anasema ya kwamba mimi nimeumwa, michango ya Dorcas natoa, michango ya zaka na sadaka kanisani ninatoa, mambo mengine ya majengo ninachangia, hamjaja kuniona. Anasahau ya kwamba hawa watu waliposhindwa kumwona akiwa kitandani, Yesu alikuwa naye pale, na Yesu ndiye aliyemtoa pale. Anatembea na imani ya kanisa na sio imani ya nani? Ya Yesu. Mwisho wa siku analiacha kanisa, anaona watu wameenda mbali, na shetani anatumia hiyo fursa, anatumia hiyo fursa vizuri sana. Ukionyesha hiyo hali, ataanza kukuambia wewe hawakupendi. Kwanza hilo kanisa lishagaasi. Unaanza kuliona kanisa limefanya nini? Limeasi. Hapana. Yesu anatembea na sisi. Adventure. Yesu anatembea na sisi. Yesu anatembea na wewe. Yesu anatembea na mimi. Na sisi tunatakiwa kutembea naye. Wanaotembea na Kristo, Kristo anatembea na wote, lakini wanaotembea na Kristo ni watu wanaomtumikia. Nikisema watu wanaomtumikia, simaanishi wachungaji na wazee wa kanisa. Ni watu wanaoyaishi makusudi ya kuzaliwa kwao. Maana Mungu alipotuleta katika ulimwengu huu, kila mmoja wetu alipewa nini? Kusudi. Unapoishi kinyume na kusudi, ni sawasawa na kukataa kitendo cha wewe kuumbwa. Kabla ya Adamu hajatenda dhambi, washiriki wa mlio hapa wa mwishoni, Mungu alikuwa ameshawaweka kwenye fikra zake ya kwamba wewe utazaliwa, na ukizaliwa utatakiwa ufanye 1, 2, 3. Hakuna kitu duniani kinachotokea kisichokuwa na sababu nyuma yake. Wewe hapo, mimi hapa ninayozungumza na wewe unayenisikiliza, tuko hapa kwa sababu ya makusudi maalum. Na tutakapoyatambua makusudi yetu, tutatembea na Kristo, maana tutakuwa tunamtumikia. Kumtumikia Mungu sio kuimba tu. Kumtumikia Mungu sio kufanya uinjilisti, unaenda huko unazungumza huko unafanyeje. Hapana. Unapoyaishi makusudi yako, hapo ndipo unamtumikia nani? Mungu. Sijui tunaelewana? Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Sasa ndio somo langu linaenda kuisha hivyo. Kama hujanielewa, utanielewa baadaye. Katika familia katika familia hii kulikuwa na baba na mama ambao walibahatika, Mwalimu Alex, ambao walibahatika kupata mtoto. Walipobahatika kupata yule mtoto aliyezaliwa na mzazi wake, alianza kwa hatua zote kama mtoto mchanga. Alianza kutambaa, baadaye akaanza kusimama, baadaye akaanza kutembea, na hatimaye alipofika umri wa kuzungumza na kuongea, wazazi wake wakamkalisha kitako, wakamchukua, wakamkalisha, wakamuuliza, kijana wetu, siku ukiwa mtu mzima unataka kuja kufanya kazi gani maishani? Ndoto yako ni ipi? Ili swali linashangaza sana, kwa maana huyu ni mtoto mdogo. Yule mtoto akajibu, baba, mama, nikija kuwa mtu mkubwa ninataka siku moja kuja kununua gari aina ya Ford, gari kama la jirani yetu. Yule mtoto akaendelea kukua. Alipofika umri wa kwenda shule, akapelekwa shuleni, akakabidhishwa kwa mwalimu wake akiwa darasa la kwanza. Alipofika darasa la kwanza, mwalimu akamuuliza, ukiwa mtu mzima unataka uje uwe nani? Unataka uje ufanye nini? Mtoto yule akasema ya kwamba ndoto yangu, ninatamani kuja kununua gari kama la jirani yetu, gari aina ya Ford. Yule mtoto akasoma, akaenda darasa la kwanza,
darasa la pili, darasa la tatu, darasa la nne, darasa la tano, darasa la sita, darasa la saba. Alipofika darasa la nane, nikisema darasa la nane namaanisha huyu alikuwa sio Mtanzania. Alipofika darasa la nane akahitimu darasa yake ya shule ya msingi, akaenda sekondari. Alipofika sekondari akakutana na mwalimu wake wa sekondari, akamwambia, "Je, ukiwa mtu mzima unataka kuja kufanya nini?" Akamwambia, "Mwalimu, ndoto yangu katika maisha yangu ninatamani kununua gari aina ya Ford, gari kama la jirani yetu." Akasoma kidato cha kwanza, cha pili, akamaliza mpaka sekondari, akapata fursa ya kuendelea na masomo yake ya juu. Alipoendelea na masomo yake ya juu, alipokuwa katika chuo kikuu, rekta wake akamuuliza swali, "Kijana, ukija kuwa mtu mzima, ukija kumaliza masomo haya, baada ya ukamaliza ukapata kazi, nini unachokiwaza? Nini unachokitamani? Nini ndoto yako ni ipi?" Yule kijana akamwambia, "Mwalimu, ninahitaji kununua gari kama la jirani yetu kule nyumbani kijijini. Natamani kununua gari aina ya Ford. Hiyo ndio ndoto yangu." Yule kijana akasoma mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, mwaka wa tatu ukaisha. Alipomaliza mwaka wa tatu masomo yake ya chuo kikuu, Mungu akamsaidia, akabahatika akapata kazi. Baada ya kupata kazi, akatumika kwenye kazi, akatumika kwenye kazi, akatumika kwenye kazi, akatumika kwenye kazi. Hatimaye mshahara wake wa kwanza aliyopata akaweka kwenye mfuko wake, akasema, "Huu mshahara niliyoupata ni wa kuitimiza ndoto yangu kwanza." Mwalimu Alex, ni kutimiza ndoto yangu kwanza, nitaenda kununua gari, alafu baada ya kumaliza ndoto yangu mengine yatafuata. Yule kijana akatembea, akaelekea kwenye duka lenye magari. Alipofika akaangaza huku na kule, aoni mtu, akaita. Akatokezea bwana mmoja. Alipofika pale akamwambia, "Kijana, ninaweza nikakusaidia nini?" Yule kijana akatabasamu, akazungusha macho yake huku na kule, akiangalia gari lake analolihitaji liko wapi. Yule kijana alikuwa na shauku ya kutimiza ndoto yake ya kimaisha. Hatimaye akasema, "Ninahitaji kununua gari." Yule anauza magari akamwambia, "Kuna gari hapa aina ya Hummer, utalihitaji?" Akasema, "I don't want." Silihitaji hilo gari. Akamwambia, "Kuna gari hapa aina ya Toyota." Akamwambia, "Hiyo Toyota mimi sihitaji." "Kuna gari hapa aina ya Subaru." Akasema, "Hiyo Subaru mimi sihitaji." Akamwambia, "Iko hapa Pajero." Akamwambia, "Hizo Pajero mimi sizitaki." Akamwambia, "Sasa wewe unataka aina ya gari gani?" Akamwambia, "Nisikilize, nimekuja hapa kununua gari aina ya Ford." Hello? Yule mtu akamwambia, "Mbona hayo magari ni mazee sana, ni ya zamani, yamepitwa na nini na wakati. Unahitajije gari kama hili?" Akamwambia, "Ninahitaji gari aina ya Ford." Akatoa fedha. Baada ya kutoa fedha, akapewa ufunguo wake kwa ajili ya kulijaribisha gari lake. Alipoingia kwenye gari, akaingiza ufunguo. Alipoingiza ufunguo, akaminya ile button ya ufunguo. Lile gari likaanza kulia tuyuyu, likaanza kulieje? Aya. Akaweka ile funguo. Alipoweka funguo, gari likaanza kulia tuyuyu. Likarieje adventure la? Sasa nataka nitoe zawadi kati ya huu upande na huu upande. Nani anaweza akalia kama hilo gari lilivyolia? Gari likalieje? Ni huyu mmoja. Hebu tuhamie upande wa pili. Gari likaliaje? Tuyum. Hebu waimaji, gari likalieje? Tumjuu. Jamani. Alipoweka ile button, gari likalia tuyuyum. Likalieje? Tuyuyum. Asemeni kwa sauti kubwa kama ya kwangu. Likalieje? Sijawasikia. Likalieje?
Gari likaanza kwenda, akawa anaendesha kuelekea nyumbani kwao, akawa anaendesha. Kipindi anaendesha alikuwa iko spidi kali sana. Kipindi anakaribia nyumbani, lile gari akalipunguza mwendo, akashusha vioo. Wale wamama wanauza pale sokoni akawa anawapungia mkono wamuone ya kwamba amenunua nini? Gari. Akasema ya kwamba ndoto yangu ya maisha sasa imekamilika. Anawapungia mkono. Akakuta rafiki zake aliyosoma nao, classmate wake, walikuwa wakicheza mpira. Alipowaona akasema ya kwamba, akawapungia mkono ya kwamba, marafiki zangu, ndoto yangu ya kununua gari imeweza kukamilika. Akawa anaendesha gari. Kipindi anaendesha gari ili afike nyumbani, akapita katikati ya njia, na hiyo njia pembeni kushoto kuna miti mingi, ni msitu mkubwa, na pembeni huku ni miti mingi, katikati ni barabara, hakuna nyumba hata moja, na gari linaenda na yuko peke yake ndani ya kwenye gari. Halo, kipindi anaendesha lile gari, kwa bahati mbaya lile gari likastop, likashinda kuendelea mbele. Akashuka, akaenda kuchungulia kwenye engine. Je, iko sawa? Akagundua lile gari lake engine iko sawa. Akaenda kucheki kwenye battery, akaangalia, akakuta kwenye battery pako sawa. Akacheki mafuta yamo au yamekauka, anakuta mafuta yapo. Akaangalia, je, kuna shida? Akaangalia kwenye tairi, huenda tairi imepata pancha, lakini anakuta tairi ziko vizuri. Akabaki ameshika kichwa. Ni kwa mara yake ya kwanza, hajawahi kuendesha gari kwa uzoefu mwingi sana, na leo kwa mara ya kwanza gari limemharibikia barabarani na hakuna wa kumsaidia. Akawa amechanganyikiwa. Kipindi amechanganyikiwa, gari moja lililozeeka likawa linatokea upande wake wa mbele kule anapokwenda. Lile gari lilikuwa limechakaa. Lilipofika mbele yake likasimama, akawa analitazama lile gari. Kwenye lile gari akashuka mzee mmoja. Yule mzee alikuwa amechoka, alikuwa na kifimbo, anatembea na kila kifimbo. Aliposhuka akamuuliza kijana, akamwambia, je, gari lako lina shida? Yule mzee akamuuliza, je, gari lako lina tatizo? Naweza kukusaidia? Yule kijana akasema ya kwamba, wewe mtu mzee, gari lako zee, utawezeje kujua habari ya vipya kama hivi? Naomba usinisumbue. Yule mzee akamwambia, je, ninaweza kukusaidia? Akamwambia, wewe mzee, ninaomba usinipigie kelele. Yule mzee akamwambia, kijana, geuza kile kidude. Yule kijana akamwambia, ninaenda kugeuza kile kidude, lisipowaka nitakuja, nitakupiga na nitakimbia. Halo. Alipokwenda kwenye kile kidude, yule mzee alikuwa amemkazia macho. Akafika akageuza kile kidude ambacho yule mzee amemwambia. Alipogeuza, gari lile likashtuka, likaanza kulia tuyuyuyu. Likaanza kulieje? Likaanza kulieje? Gari likawaka. Lilipowaka, yule kijana akashangaa, akamwambia, wewe mtu mzee, umewezaje kulijua hilo gari? Yule mtu mzee akamwambia, my name is Henry Ford. Mimi ndiye mtengenezaji wa hayo magari. Ninajua kila sehemu ya hilo gari. Likiwa na tatizo, mimi ninalijua kwa sababu mimi ndiye mtengenezaji wa hayo magari. Yule kijana akashangaa, akasema ya kwamba ndoto yangu ilikuwa ni kununua gari, leo ninakutana na aliyetengeneza hili gari. Akafurahi sana. Nenda ukakae, baadaye nitakupatia zawadi, sawa? Unione, sawa? Umenisikia rafiki yangu? Mchana wa leo ninataka kuambia ya kwamba yupo anayeyajua maisha yenu. Yupo anayeyajua maisha, ambaye ndiye aliyetuumba. Siye mwingine, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Yeye ndiye mtengenezaji wa maisha yetu. Anajua kila sehemu ya maisha yako, sehemu ya familia yako. Wewe mama unayehangaika, unalia vilio, unasema ya kwamba laiti kama ningelijua nisingeliingia kwenye hii ndoa. Yeye anaijua hiyo ndoa. Ninazungumza na kijana aliye mahali hapa ambaye amekata tamaa,
amechoka, yuko kule chuo kikuu, ana hata ada. Lakini ninachotaka kukwambia kwamba Kristo anayajua maisha yako, anajua sehemu ya elimu yako, anajua sehemu ya afya yako, anajua kila sehemu ya unachokipitia. Ninazungumza na kijana aliye hapa ambaye wakati fulani ametamani kuiacha aina ya dhambi fulani inayomtesa, lakini hajaiacha. Yesu anayetembea nasi anayajua maisha yako. Halo, anaweza kukusaidia. Ninazungumza kwa kijana aliye mahali hapa ambaye ni master guide, kiongozi wa wavumbuzi, kiongozi wa watafuta njia. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu kwenye idara, unabaki peke yako, unashika kichwa, wakati mwingine unalaumiwa, mambo yakienda vibaya wanakurushia lawama ya kwamba ni wewe. Ninazungumza na mzee wa kanisa, shemasi aliye mahali hapa ambaye amekata tamaa, amechoka, na hata wakati mwingine majukumu aliyonayo anaona kana kwamba ni msalaba mzito uliomlemea. Ninaongea na wanandoa walio mahali hapa, waliochoka kwenye ndoa zao, kuna vita, baba na mama hawaelewani kule nyumbani. Ninazungumza kwa mzazi ambaye mtoto wake ameiacha imani, amemlea katika maadili, lakini ameiacha imani. Yesu anayajua maisha ya kijana wako huyo. Yesu anayajua maisha yenu. Na mchana wa leo ninatamani mchague hawe ndiye nafasi ya kwanza na ya mwisho katika maisha yenu. Kwa kufanya hivyo tutabarikiwa. Yeremia 29. Kama umefika hapo sema amina. Kama umefika hapo sema amina. Yeremia 29 fungu la 11. Waliofika hapo waseme amina. Wengi hawana Biblia. Kitabu cha Yeremia sura ya 29 fungu la 11. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Ndio. Tunasikia sauti kama 10 hivi. Anasema maana mzee wangu wa kanisa, naomba unisomee hiyo fungu. Ndio. Sawa. Ndio. Ndio. Mungu anazungumza nasi mchana wa leo, anasema ya kwamba anatuwazia yaliyo mema. Anatuwazia yaliyo mema. Anasema ya kwamba anatangaza mwisho kutoka mwanzo, na huo mwisho kutoka mwanzo ni mawazo mema. Hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba hatima ya maisha yake iishie katika kukata tamaa, iishie katika maisha ya moto wa milele. Mungu ameandaa maisha kwa ajili yetu, anatuwazia mema. Hata kama ukilala chini leo, ninazungumza na kijana ambaye ameanza maisha, analala chini. Usikate tamaa. Maisha unayoishi leo sio tafasiri ya maisha yako ya kesho. Ninazungumza na waumini walio ndani ya kanisa ambao wamegombana, wanachuki, wakionana hawasalimiani. Habari njema ni kwamba Yesu anatuwazia mawazo mema, na mawazo mema anayotuwazia ni kwamba tuishi maisha kulingana na kusudi alilotuumbia. Kitabu cha Yeremia sura ya 18, nitaanza fungu la kwanza mpaka fungu la 6. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana na kusema, ondoka ushuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikilizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikitengeneza tena na kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Fungu la 5,
Ndipo neno la Bwana likamjia na kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi kama vile mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Mfinyanzi alikuwa akitengeneza chombo, kile chombo kikavunjika, na kilipovunjika hakukitupa, isipokuwa alikitengeneza upya. Kuna watu mahali hapa wanahisi maisha yao yamevunjika. Yesu aliyeumba, Mungu aliyeumba dunia kwa siku 6, tunavyoviona vitu vyote vilivyomo alivyoumba kwa siku 6 vikawepo, huyo Yesu anaweza akayaumba maisha yako. Viongozi wa vijana ambao mnatamani kufanya mambo makubwa kanisani, wakati mwingine kuna kuwepo na kule kukatishwa tamaa kwa sababu ya ubinadamu. Usikate tamaa, songa mbele. Ninazungumza na waumini wote walio mahali hapa ambao wanahisi kuchoka. Habari njema ni kwamba Yesu anasema ya kwamba anatembea pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Hatutakiwi kuogopa dhoruba zitapokuwa kali katika maisha yetu. Wakati mwingine tunapoonekana hapa, mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba ukiwaona wasabato kanisani wamependeza, yaani ukiwaangalia hivi hautagundua kuna mtu ana shida, maana walivyopendeza wote wanaonekana wana nini? Wana hela. Lakini ukweli ni kwamba katikati yetu wenda kuna mtu usiku wa kuamkia leo hakupata chakula. Wenda usiku wa kuamkia leo kuna mtu anamepitia uzoefu mgumu maishani mwake. Lakini tuko mahali hapa, na mahali hapa ni mahali sahihi. Ndipo Yesu anasema ya kwamba katika changamoto zenu, katika magumu yenu, katika mambo yenu yote, mimi niko pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa nini? Yesu alipoondoka kuambia kwa elimu, tutaonana baadaye, aliwaambia tazama nipo pamoja nanyi. Wakati huo anaondoka anasema niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu yuko pamoja na mimi. Waimbaji, Yesu yuko pamoja na nyinyi. Adventure, Yesu yuko pamoja na nyinyi. Pathfinder, Yesu yuko pamoja na nyinyi. Akina mama hawapo. Akina mama, Yesu yuko pamoja nanyi. Akina baba, Yesu yuko pamoja nanyi. Vijana wa kike kwa wa kiume, Yesu yuko pamoja nanyi. Anatembea na nyinyi katika maisha yenu yote. Hamtakiwi kukata tamaa. Mwisho, napohitimisha, tunapokwenda katika kuomba, mchungaji mmoja akiwa na mwinjilisti mmoja walipotembelea muumini mmoja wa kanisa lao. Muumini yule alikutwa akiwa ametoka, lakini kwenye nyumba ile walikuta watoto, na wale watoto waliowakuta pale, mmoja alikuwa amekata tamaa, amechoka sana. Mchungaji amefika, akatoa somo la matumaini, na mwisho ili ahitimishe aombe ili waweze kuondoka, akamwambia yule kijana, unaamini Yesu ana uwezo wa kufanya jambo maishani mwako? Yule kijana akasema ya kwamba ndio, ninaamini. Je, una jambo lolote unalotamani Yesu akufanyie leo maishani mwako? Akasema ndio, ninatamani. Akamwambia ni jambo gani hilo? Yule kijana akasema ninaomba nife. Mchungaji akashtuka, aende kuomba ombi la huyu kijana afe. Yule mchungaji akamwambia, kwa nini unaomba ombi kama hilo? Mchungaji alichokiona na yule mwinjilisti walisikitika na wakalia. Wakamuuliza, hilo jeraha lilitokana na nini? Akamwambia, mama yangu wa kambo alinichoma na pasi. Nimeishi kwenye maumivu haya kwa muda mwingi, na wageni wanapotutembelea
huwa wanatuambia tujifiche, tusionekane kwa wageni. Na kwa bahati mbaya na bahati nzuri, nyinyi leo mmekuja hamjamkuta. Wakati anazungumza maneno hayo, hali yake ikawa ni mbaya sana. Mchungaji wakamwambia, naomba uingie kwenye gari twende na wewe kituo cha afya. Wanapotaka kutoka, mzee wa ile nyumba, baba wa ile familia, na yeye alikuwa anafika, wakambeba yule kijana, wakamuingiza kwenye gari. Yule kijana analia, anasema, mchungaji, naomba uombe ombi kama nililokuomba. Omba nife. Ninaamini Mungu anaweza kuchukua uhai wangu, maana ni wa kwake. Unaweza kumrudia yeye. Ninaomba uniombee hilo ombi. Mchungaji akasema, hilo ombi si ombi. Ninakacho kuombea ni upone. Wakiwa kwenye gari, hata kabla hawajafika kwenye kituo cha afya, yule kijana akapoteza maisha, akafa. Mchungaji alilia, mwinjilisti akalia, yule mzee akalia. Historia yake ikawa imeishia hapo. Mchana huu wa leo ninatamani kutoa wito. Katika maisha ya ulimwengu, tangu dhambi imeingia, shetani amewachoma watu na pasi, amewaunguza sana. Wengine wanateseka na pasi ya uzinzi, wengine wanateseka na dhambi ya ushirikina, wanatembea na matunguli kwenye nguo zao. Kuna wengine wanateseka na depression, misongo ya mawazo. Kuna watu wanawaza kuhusu kazi zao. Kuna mtu hapa kule kazini kwake kuna bosi wake anayemtesa, na wengine wanalazimishwa hata kutoa rushwa ya ngono kwa sababu hawana uwezo, wanatumikishwa. Shetani anawaumiza watu. Na wewe ninapozungumza katika kanisa la Waadventista wa Sabato Moshono, na wewe unayenisikia, wenda kuna aina ya pasi ambayo shetani amekuwa akikuchoma, umekuwa mpaka maumivu, na lengo lake uangamie milele. Lakini ajenda ya pekee sana wa leo, Yesu anakuja kutafuta kilichokuwa. Yesu anakuja kutafuta kilichopotea. Katika kutembea na Yesu, Yesu anasema, mwanangu, nipe moyo wako. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 ile fungu la 8 anasema, tazama, lango limewekwa wazi, ambalo hapana mtu awezaye kufunga isipokuwa yeye mwana-kondoo peke yake. Hilo lango lililo wazi ni Yesu Kristo. Kuna waumini katikati yetu hawajabatizwa. Kuna watu katikati yetu bado hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu anasema, mimi ni lango lililo wazi, ukitaka kuingia unakaribishwa. Lakini katika fungu la 20 Yohana anaendelea kuandika, anasema ya kwamba, tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja na mimi. Mlango wa Yesu uko wazi, lakini milango yetu imefungwa. Na yeye anavyotupenda akaamua kuja kugonga. Anagonga kwenye moyo wako leo, anakuita uje. Wewe uliyeteseka ni muumini wa muda mrefu, wenda ulibatizwa, lakini ushirika wako unaujua wewe na Mungu. Hatutaki kuoji, maana unajua maisha unayoyaishi, unayajua. Kama unaona kabisa kuna wakati umeenda tofauti na Mungu wako, ni wakati wa kusimama na Yesu mchana wa leo. Kwa muumini ambaye bado hajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anasema bado kidogo, bado kidogo. Yesu anaita uje. Yesu anaita uje katikati yetu. Kama kuna yeyote, nitatoa wito wa aina 3. Wito wangu wa kwanza ni kwa yeyote ambaye yupo katikati yetu hajabatizwa.
anatamani kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anasema, Yesu, unapozuru wengine mchana wa leo, mimi usinipite. Mtu kama huyo, wakati tukisimama tukiimba wimbo wa mchungaji mpenzi atuita tuje, kama hujabatizwa na mchana wa leo unatamani utembee na Yesu, piga hatua za ujasiri. Naomba tusimame wote, piga hatua za ujasiri. Wakati huo wazee wa kanisa wakiwa hapa mbele kushika mikono, watakutia moyo na wataomba kwa ajili yako. Kwa ambaye hajabatizwa, upo katikati yetu, au hujabatizwa, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Kristo tangu sasa na milele, wito wa pekee unatolewa mchana wa leo. Njoo kwa Yesu. Kama upo katikati yetu, wimbo unapoimba usiangalie watu watasemaje. Angalia Yesu anataka ufanye nini. Angalia Yesu anachokitaji kwako. Amesimama na Roho wake Mtakatifu anakubembeleza kwa sauti ya upole ya kwamba njoo, njoo, njoo. Kati wimbo na hivyo, kiwa hujabatizwa, unatamani kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, piga hatua za ushindi kusogea hapa mbele. Tutaomba kwa ajili yako, tutakutia moyo na Bwana atayaongoza mapito yako. So, kama hujabatizwa, upo katikati yetu, unatamani yeo fanya ushirika na Kristo, njoo, piga hatua mbele, tutaomba kwa ajili yako. Kama unahitaji kubatizwa, rango uko wazi, Yesu anaita, njoo. Yesu aliye kweli anakuita. Wita kwa sauti ya upole. Haujabatizwa hapo katikati yetu, unataka umpatie Yesu moyo wako, maisha yako. Inaongea na walio kule nje na walio ndani. Piga hatua za ushindi kusogea hapa mbele kwa ajili ya ubatizo. Vijana, njoeni kwa Yesu. Akina mama, akina baba, njoeni kwa Yesu. Yesu anawaita. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Anatamani ampe Yesu maisha yake. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Wito wangu wa pili. Wito wangu wa pili.
Wito kwa vijana wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Moshoni. Vijana wangapi wanaosema, Yesu nisaidie, ninahitaji kuifanya kazi yako? Kama yuko kijana anayesema ya kwamba Yesu, ninahitaji kuifanya kazi yako kwa mali zangu, kwa muda wangu na talanta na vipawa nilivyopewa na wewe, nitahitaji kutumika sisi kwako. Niombe vijana kama hao wapige hatua za ushindi kusogea mbele tunapoenda kuomba pamoja nao. Vijana wanaohitaji kumtumikia Yesu, piga hatua za ushindi. Vijana wote wanaohitaji kumtumikia Kristo, nazungumza habari ya wavumbuzi, nazungumzia habari ya watafuta njia, nazungumzia habari ya mabalozi, nazungumzia habari ya vijana wakubwa wanaosema, Yesu ninahitaji niifanye kazi yako. Piga hatua uje mbele, tunahitaji kuomba kwa ajili yako. Vijana ambao wanasema, natamani kuwa mstari wa mbele kuinua bendera ya Kristo, njoo. Adventista wanaosema, ninahitaji kumtumikia Yesu, natamani nimtumikie Yesu, piga hatua uje mbele. Pathfinder wanaosema, ninataka nimtumikie Yesu, nitatumia vipawa vyangu, kalama zangu kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Sogea mbele, tunahitaji kuomba kwa ajili yenu. Wito huu ni kwa vijana wote, uwe umebatizwa, uwe hujabatizwa, lakini unatamani umtumikie Yesu, unatamani uwe shujaa wa msalaba. Usibaki umesimama, fanya maamuzi ya kusogea hapa mbele tunapokwenda kuomba. Fanya maamuzi ya kumtumikia Kristo ungali bado una nguvu. Nguvu za ujana wako zinatakiwa kumtumikia Kristo. Tunapokwenda kusoma historia ya ulimwengu, njoo ewe kijana, ewe Pathfinder, njoo kwa Yesu. Unayetamani kumfanyia kazi Bwana, wewe Adventista, njoo kwa Yesu. Unayetamani kumfanyia kazi Bwana, Yesu wito wangu wa mwisho